Subiri kwanza kichenjele. Unajua tu umeniambia sisi nivae nipendeze, mwenyewe umeenda kuninunulia nguo nzuri, wigi na vitu vya kupaka mdomoni. Lakini sasa cha ajabu, hujaniambia hata unanipeleka wapi. Ila umeniambia tu nivae hizo nguo. Niambie basi unanipeleka wapi? Farida, kuhusu kwenda wapi hapo niachie mimi ambaye nimekupendezesha. Yaani mimi ambaye nimechukua kodi, nikachukua na kiwigi mchombezo hicho, ukavaa mtoto ukapendeza ukawaka. Niachie mimi ndo najua location umeenda wapi. Na ndio maana nikachukua nguo nzuri kabisa expensive. Nikakuchukulia video vizuri mwenyewe, nikakuchukua na vya kupaka paka mdomoni hivyo. Kwa sababu najua ni sehemu gani inabidi nikupeleke ambayo ni nzuri, ambayo utaenjoy. Yaani chochote utakachokitaka utakipata. Yaani naamini kwa changamoto ambazo zote umezipitia basi utazisahau kwa sababu utaenjoy, utafanya kila kitu unachokitaka. Ni sawa, lakini kichinjile, wewe pesa kununua hivi vitu umetoa wapi? Kwa sababu nikiangalia hii gauni inaonekana ni ya bei sana. Pia hata ile wigi linaonekana kabisa ni la bei sana. Lakini cha ajabu umeenda kununulia vitu na kuniletea. Hali ya kuwa hapa ndani kuna vitu havipo. Unaweza kuniambia pesa kununua hivi vitu umetoa wapi? Farida, Mungu amtupe mja wake. Yaani hasiyefaa kafaa. Isitoshe Farida, mimi sio kwamba baba mimi nina mapungufu yoyote. Mimi nafanya kazi na nita moja, moyo unaelewa kabisa. Mimi kuna watu nawadai mapesa yangu, moyo unaelewa kabisa. Na isitoshe jukumu la kutaka kujua kwamba pesa mimi nimetoa wapi au ndio nimefanya vipi, hiyo sio jukumu lako. Ni jukumu lako sasa hivi ni kujiandaa na kukubali nikupeleke sehemu ambayo nataka nikupeleke. Basi. Kichi, mimi siponiambia unanipeleka wapi siwezi kwenda kwa kweli. Yaani bila kuniambia siendi sehemu yoyote, nitabaki hapa nyumbani kama siku zote ambavyo yoga nabaki. Wewe niambie unanipeleka wapi ndo twende, bila kuniambia baba mimi siendi popote. Wewe Farida wewe. Yaani kakangu anataka akutoe out, alafu unakataa. Una maana gani ukataa? Yaani hizo bahati kuna wengine wanazililia, hizo bahati kuna wengine wanazitaka. Especially hata mimi mwenyewe naitaka, lakini sasa haiwezekani. Hiyo bahati imekuangukia wewe na bahati haijirudi mara ngapi? Mara mbili. Na kitu kingine, mbona kakangu anakujali sana? Anakukea. Kakangu sio mchoyo, akiwa nacho anakupa. Ona ulivyopendeza. Angalia wigi kwanza, yaani nguo hizo. Jamani. Kaka, umeona Farida alivyopendeza? Yaani Farida ni mtu. Farida ni mtu, mcheke alivyopendeza kwa zero wigi limekaa mahali pake. Alafu kitu kingine, yaani kakangu anataka kukutoa out alafu unakataa. Au wewe unapenda kukaa nyumbani hapa? Kubali option zingine hizo zinakuja zijirudi mara mbili Farida. Au unataka kakangu ajutie maamuzi ya kukutoa wewe out, si ndio? Aya basi sawa. Kama nyewe mmeamua niende, alafu hata hataki kuniambia unanipeleka wapi, sio mbaya. Mimi nani nikatae? Kichinjile, nimekubali kuondoka. Kwa hiyo tuondoke basi. Wadogo Sabika. Kaka, basi nakukuta mdogo wangu. Ngoja mimi nitoke na Farida, angalau hata alione jiji la jinsi lilivyokuwa limeshona, jinsi gani linapendeza. Tutoke. Kumbe Farida ni mtu. Cheki akishavaa nguo. Yaani nguo zinakaa mahali pake kabisa. Yaani ukimweka Farida na Kajala hamna utofauti wowote. Yaani Farida ni Kajala mtupu. Jamani, sijui atanguesha alifeli wapi jamani. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Madam Janeti. Baby Supu. Shikamoo Madam Janeti. Marhaba, mambo? Poa. Karibu dada Janeti. Asante. Nakuona unajisomea. Karibu. Asante. Happy. Mnaendeleaje hapa nyumbani? Salama tu, za huko tokako. Huko ni kwema kabisa. Samani, Mr. Beni nimemkuta. Shemeji Beni hayupo, ametoka toka asubuhi. Katoka? Ndiyo. Sasa mbona kanitumia ujumbe kwamba kuna kitu nije nikichukue hapa nyumbani? Halafu tena yeye hayupo. Anyway, nahisi labda atakuwa amekuachia maagizo. Hapana, hajaniachia maagizo yoyote yale.
Jamani. Labda atakuwa amemwachia kindege. Basi naomba niitie kindege ili aweze kunipatia. Kindege katoka muda mrefu sana na sijajua atarudi muda gani. Na hapa unapotuona tuko wawili tu nyumba nzima. Jamani. Sasa mbona hata kwenye simu yake hapatikani? Kama nyinyi nyote hajawaachia maagizo. Itakuwaje sasa? Kwa kuwa chumba chao kiko wazi. Mimi naona twende wote tukaangalie. Happy bwana. Hapana. Mimi siwezi kuingia kwenye chumba cha watu bwana. Hilo jukumu naomba ulibebe wewe, uingie ndani uniangalizie. Mimi utanikuta hapa nimekusubiri. Basi ngoja nifuate. Sawa. Baby Supu. Na kuona unaendelea na masomo. Vipi masomo? Unayaonaje? Vizuri. Ni magumu ni marahisi? Marahisi. Nisikilize vizuri mtoto mzuri. Unajua hicho unachokifanya hapo? Ni msingi wako wa maisha wa baadaye. Elimu yani ndio kila kitu kwenye maisha yako. Kwa hiyo inatakiwa usome sana na ujitume sana kwenye masomo yako, sawa? Sawa. Ukienda shule usicheze. We Happy, una shida gani? Ulichonituma nimekikosa. Sasa kama umekikosa Happy jamani, ndio unakuja unakimbia kiasi hiko? Da Janeti, wakati naangalia briefcase chini ya uvungu hivi, kuna kitu kimenishtua. Ni kitu gani hicho? Mimi ningeomba tu wewe uende ili baadaye wenyewe akirudi watakupatia. Happy, mnaomba unisikilize. Sema kama ni nyoka tuende tukamuue sasa hivi, kwa sababu hiyo ni hatari. Da Janeti, mimi ningeomba tu wewe uende ili baadaye wenyewe akirudi watakupatia. Basi sawa. Lakini nilikuwa na ombi moja. Naomba niende na Baby Supu. Hapana, usiende naye, nitakuja kupigwa. Haya, sawa, haina shida. Bye. Bye. Baby, kwa nini kinaendelea? Baby Supu, kuna kitu nimekiona kule chumbani kinanitisha. Kitu gani hicho? Wewe Chinji. Unajua tumetoka nyumbani tunatembea tu mpaka huko. Na kitu kingine, kuna kitu nilikuwa nataka nikuulize. Unataka kuniambia kwamba huko ambako unanipeleka utakuwa na kila kitu ambacho mimi nitakitaka? Farida, yani kuhusu kila kitu kitakachokuepo huko niachie mimi. Na ndio maana mimi nikakuchukulia vikali hivyo hapo, kodi umekaa mwanangu, umependeza, umepoa, mnyamwezi na magari vipi? Nikakuchukulia na kiunyama cha juu hicho kwa sababu najua sehemu ambayo tunaenda wazungu wanasema ni expensive. Yani ni sehemu noma, ni kila kitu unachokitaka wewe lazima kitakuepo. Kama ukitaka kubebea, ukitaka kuogelea, ukitaka madambuzi, yani tunapenda kwa nini noma, yani kila kitu ninavyokuambia. Tena sasa nakupeleka sehemu ambayo hujawahi kufika toka uzaliwe. Yani toka wewe naongosha hujawahi kufika, yani siku ya leo nataka nikutembeze kifupi jiji zima yani. Nataka nikupeleke ikiwezekana si Jangwani, si Mlimani City, si wapi, yani sehemu zile za kupali zile za kutoa stress na mawazo kila kitu. Tunataka leo mimi nikupeleke. Yani na kuna kitu hapa nimekiwaza, kitu kingine. Nilikuwa naanza hapa twende pale kwa Ndumbo pale tupake kwenye chuma moja kwa moja mpaka juu, lakini nikifikiria naona hapana, sio kweli. Yani nitakuwa kama vile ile na kwa kama vile yani napoteza utamu madambuzi. Kwa hapa ninachotamani hapa ikiwezekana ni kutembeze mtaani kidogo, watu wakuona ulivyonyooka kama vile rula, yani ile kila mtu anakiona anasema oh my god, hiki ni kitu gani hiki? Unajua zi kwanza kwa jinsi ulivyopendeza, ulivyotoka chicha, mpaka watu ambao wanaokuchukia watasema mbona kapendeza, wakiniona mimi wasema kumbe mpo mfupa anawaga na kuaga vikali, kumbe anawaga ni mnyamwezi. Unajua zi yani leo nataka test kwanza tushangae, yani kila mtu anayekituona kitukodolea macho hivi
aone da kweli mtu sio nyao. Usimkatie tamaa mtu, watu wanabadilika kama vile vinyonga ni ile tunajua zile. Kwa hivyo nataka tuanze kwanza mtaani kwanza kabla ya kwenda kupanda chuma. Tunapita hapa, tunaenda mpaka kijiweni, wewe kijiwe cha bodaboda kule. Kila mtu atakayekuona mpaka ashangae. Hapo kwenye kutembea hapo Kichi ndo pabaya. Yaani hakikisha ukinitembeza tu nikishachoka, nikikaa chini mpaka unibebe, na usiponibeba baba siondoki. Yaani nakaa hapo chini mpaka nihakikishe umenibeba ndo tuondoke. Asa wewe usinipandishe boda unitembeze uone. Asa mambo kubebana na sababu mambo patakuwa mengi. Basi sawa sawa kwa sababu mwenyewe ushaanza tena kulialia mambo atakuwa mengi, si kubebana na gani vipi? Cha kufanya tutoke pale kwa Mose Mwiba, si kwa Ndumbo Laiza pale atupake kwenye jombo safari. Haya tuondoke. Wameamua kuuza vitu vya mume wangu, alafu anaenda kuenjoy na mwanaume mwingine. Sasa basi lazima mume wangu ajue kila kitu. Yaani huu nitaenda kuongea ukweli na uongo. Siwezi kukubali. Lazima mume wangu ajue kila kitu. Sofia, ina maana hili swala la kindege tumeamua kabisa kulikatia tamaa kwa sababu tu ya baby supu? Jeni, ukiona kobe ameinama, ujue anatunga sheria. Usinione nimetulia ukadhani kwamba nimeamua kumwacha tu huyo kindege au huyo baby supu. Baby supu ni mtoto kama watoto wengine. Kwa hiyo huu mpango hatuwezi kukatia tamaa hata kidogo. Sofia, mimi naona kabisa tumekata tamaa. Kwa sababu gani? Hata siku hizi sikuoni kabisa ukimuita Seba kwenye mipango yetu. Yaani hatumshirikishi kabisa, wakati yeye ni kijana ambao tumemwandaa sisi wenyewe ili atusaidie katika mipango yetu. Jeni, kutokana na vimbwanga vilivyomkuta Seba, ndio maana nilimwacha apumzike kidogo. Lakini pia mimi nina mpango. Una mpango? Ni mpango gani huo tena? Kwa sababu inaonekana bila tunavyokupa kazi ya kindege, huwa unayumba sana na huwa unakuwa na wasiwasi wa kutosha. Nimeona kwamba hiyo kazi niifanye mimi na Seba. Au wewe ulikuwa unaonaje? Wow. So dakta, hiyo mbona nzuri? Tena itakuwa bomba sana kwa sababu huenda wewe katika kazi utakayofanya wewe itakuwa imeboreshwa, yani itakuwa nzuri tofauti na mimi nikiifanya peke yangu. Mimi nakuamini sana wewe. Najua unajua vitu vingi sana. Kwa hiyo hata ukifanya wewe pamoja na Seba ni nzuri pia. Ndio. Yaani ninataka nihakikishe kindege anafia kwenye mikono yangu. Na kuhusu baby supu ni mtoto kama watoto wengine. Na hii kazi hata kama Seba atakuwepo, lakini nataka nihakikishe mimi ndio namuua kindege. Kwa sababu inaonekana hii kazi imekushinda. Sijui sasa unasumbuliwa na uoga au vipi? Dada Sophie, mimi huwa nafanya kazi yangu kama unavyoniagiza. Lakini uoga inatokea tu, yani kama dharura tu, kama bahati mbaya. Lakini si unajua mimi kazi zako huwa nazifanya bila hata chenga yoyote. Basi Jeni, kuhusu kumuua kindege, unajua kabisa ni hasara ngapi tutapitia. Na hata kama tutamfuata hadi tumwambie kwamba tumeshindwa kumuua kindege, atatudharau sana. Na alafu kwa nini tushindwe? Hiyo kazi ya kumuua kindege ni jukumu letu. Kwa sisi ni lazima ndio tumuue kindege. Sofia, mimi nadhani ukiniacha mimi nikapumzika, yani nisishughulike na haya maswala, itakuwa vizuri. Tena nitafurahi kwa sababu mimi nakuamini wewe, na mimi kazi haitofeli. Na mimi hii kazi itaisha mapema sana na tutasahau kabisa kuhusiana na mpango. Jeni, unazidi tu kunikwaza. Mtu mwenyewe umeshatawaliwa na uoga. Hapo ulipo unafurahia tu. Uoga umekutawala, ndio maana hata huipi akili yako nini cha kuamua. Jeni, nyanyuka uende. Nimtafute Seba tujiandae na huu mpango. Kindege anatakiwa kufa usiku wa leo. Yaani natakiwa nihakikishe nimemalizana na kazi ya kindege. Basi sawa Sofia, mimi nimekuelewa sana. Wacha mimi niende zangu nyumbani kwangu nikapumzike na kusubiri ufanye hiyo kazi na ukamilishe. Kwa hiyo nakutakia kazi njema dada Sophie. Mtu muoga. Yaani kwa kweli mipango unapangiliana na watoto mshaki wanaharibu kazi. Hello, mambo vipi?
Hivi unajua kuwa ukiwa na line Halotel unaweza ukajipatia GB 5 kwa shilingi 7,000 tu. Na hizo GB 5 zitadumu ndani ya mwezi mzima. Ndiyo, na GB 7 kwa shilingi 9,000 tu ambazo zinadumu ndani ya mwezi mzima. Najua unashangaa, huo ni unyama wa Chris Bando. Chris Bando sifa yake ya kwanza ni muaminifu, anajua kuhendo. Ukituma pesa unaungwa. Ila Chris Bando ana namba 4 na sisi tutakutajia namba 2 na zingine 2 tutakuandikia hapo chini, ambazo ni 06 15 75 43 03 na nyingine ni 07 66 58 65 27. Ndiyo, na hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando. Lakini sasa kama utataka kutuma pesa kwa ajili ya kuungwa kwa vifurushi vya Chris Bando, utatakiwa kutumia lipa namba tulizokuwekea hapo chini. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kufanya muamala huo, hakikisha una screenshot muamala wako kisha unamtumia Chris Bando. Na baada ya kumtumia, hapo utakuwa umeungwa. Chris Bando, bei kitonga! Taratibu bwana. We vipi? Unataka kuniona pressure au? Mume wangu, nilichokutana nacho huko sio cha kitoto hata kidogo. Ni kitu gani ukutana nacho? Mbona kama vile sikuelewi? Nyosha maelezo basi. Mume wangu, huwezi kuamini, nimewakuta wakiwa wamekaa wanadambua, wanakula vidogo vidogo, chipsi 2 huku wanakula, huku wamependeza. Yani mume wangu, ingekuwa ni wewe, yani ungewakata na huo msumeno, usingechagua huyu ni nani wala ni nani, ungemaliza kazi pale pale. Mke wangu, ni kina nani? Mbona unyoshi maelezo? Zungumza, taja kwa majina nijue ni nani na nani mkutana nao, ili niweze kujua moja kwa moja A to Z. Nipe taarifa zilizokamilika bwana. Mume wangu, naomba unisikilize. Yani umekaa hapo, huna hata akili. Yani mume wangu, akili timamu hauna hata kidogo. Yani umekaa hapo, unakatakata na huo msumeno wako. Yani unashindwa kujua kwamba mimi nazungumzia kitu gani. Sasa nisikilize kwa makini. Nimekutana huko na Farida pamoja na Tolu. Kwanza wamependeza. Wameshikilia chipsi huku 2 wanakula. Yani wamesahau kwamba kuna kosa wamelifanya. Huyu Farida wako sasa kaiga yale mapigo yangu yote, kavaa muigi humu unachanua, ni mkubwa wa gharama, na ile gharama yake ni kama 1,000,000 haizidi. Hicho kigauni alichokivaa sasa mume wangu ni kama 500,000. Yani huyo Tolu ulikuwa unamdharau, mnagombana hapa. Mume wangu, huwezi kuamini alivyopendeza. Yani kapendeza, yani kawa mwanaume jasiri, anajiamini barabarani, na ule mwanamke anashikana madambu kama yote. Yani mume wangu, huwezi kuamini. Yani nikasema hapa mguu wangu mpaka kwa mume wangu niende nikashtaki, kwa sababu siwezi kukubali yani mali zako zinalika hivi kiasala mume wangu. Hebu subiri mke wangu. Unajua sijakupata vizuri. Umesema kwamba Tolu na Farida mkutana nao walikuwa wanadambua. Wamependeza. Wanapendeza kwa pesa za msukuma. Wanadambua pesa ya msukuma. Nataka niwaonyeshe kwamba mimi huwa sichezewi. Hela msukuma huwa hailiwi. Na pesa ya kula siku zote huwa hailiwi. Kama pesa yangu hailiwi, lazima nikaonyeshe mimi ni nani. Unaona huu msumeno mke wangu? Huu nitawamalizia usoni huu. Kama ikiwezekana nitakata mbele na nyuma kama sheria ya msumeno unavyotaka. Wako wapi kwani? Mume wangu, siwezi kukubali mume wangu, vitu vyako umetafuta kwa shida, kwa jasho huku ukihangaika, lakini yule mwanamke mpumbavu anakuja kuzichukua zile mali, anaenda kuuza, anakula na mwanaume ambaye hana nyuma wala mbele, haeleweki tena, mwanaume haeleweki hata kidogo. Mume wangu, imeniuma. Inabidi hapa mume wangu, mguu wako, twende kule, au unasemaje hapa? Nisikize mke wangu, hii haitaki mjadala. Sasa hivi inabidi nipeleke walipo. Si unapajua? Tuondoke muda huu. Mguu wangu mpaka walipo nikamalizane nao. Nataka vitu vyangu bwana. Nipeleke huko niambie wako wapi. Tuongozane. Mungu. Hapa. Wako wapi? Mume wangu, nimewaacha hapa. Wakati naenda dukani napita hivi, nikaona amesimama hapa. Ghafla tu nakuja sasa hivi siwaoni. Nyoosha maelezo mke wangu, nataka kujua wameenda wapi. Maana umenipata nyumbani mkuku unaniambia kwamba walikuwa wamekaa wanakula chips, wanaenjoy mali za msukuma. Siwezi kukubali mke wangu. Niambie wako wapi? Mume wangu, naomba unisikilize kwa makini. Tena naomba utulie. Wakati nimekwambia hivi, wakati natoka hivi, naenda zangu hivi, ghafla nikaona amesimama hapa. Tolu pamoja na Farida wamesimama, wanaenjoy wenyewe, wameshikilia huku, nakwambia michipsi miwili. Farida kapendeza vibaya mno. Afu unaniambia kwamba mimi nakudanga. Siwezi kukudanganya mume wangu, nimekuta hapa amesimama.
Tami, mke wangu, acha kunichanganya habari, nakwambia. Acha kunichanganya mke wangu. Ni bora uniambie vizuri. Wewe kama umechanganya labda haikuwa hapa. Ni bora uniambie vizuri wako wapi? Kwa sababu sitaki kupoteza mali zangu kizembe. Mume wangu, kwa mimi sasa sina akili timamu, si ndio? Mimi sasa hivi nishakuwa chizi, kwa nikiongea kitu chochote kile hutaki kunisapoti mke wako, hutaki kuniamini. Sasa hapa nishajua kitu. Hawa watakuwa wamekimbilia nyumbani. Hapa moja kwa moja wapo nyumbani kwao, kwa sababu inavyoonekana jinsi walivyokuwa wamenoga, yani wamependeza. Hao kuna sehemu wanatoka. Sasa tuwatingie nyumbani kwao sasa hivi. Bas, ni kweli. Kama hako hapa, lazima watakuwa wameenda nyumbani kwao. Na mimi siwezi kukubali kupoteza mali zangu. Siwezi kukubali kupoteza mali zangu mimi Msukuma. Ngosha apoteze mali kizembe. Labda sio mimi. Yaani, na ningejua kama hako hapa. Ningejua. Lazima ningekuja kukatakata mtu mapanga. Ama huu msumeno leo ungekata mbele na nyuma kama nilivyokuambia. Kwa sababu sheria ni msumeno, huwa unakata mbele na nyuma. Na mimi leo niko tayari kukata mbele na nyuma. Na hapa twende nyumbani kwao. Moja kwa moja huu mguu mpaka nyumbani kwao tukamalizane nao huko huko. Nakwambiaje? Ongoza njia. Wapi? Unachelewa. Mume wangu nisubiri. Leticia, kiukweli pole sana kwa unayoyapitia kwenye familia yako. Kwa maana hiyo yanasikitisha sana. Asante sana Janeti. Acha hivyo, sio hayo tu ambayo yanaendelea kwenye familia yangu. Kwenye familia yangu kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea, kiukweli yanakatisha hadi tamaa. Unajua, juzi nilienda kuonana na Kanuni. Na lengo langu kubwa la kwenda kuonana na Kanuni, nilienda kumwambia kuwa vitu vyake vimeshauzwa. Kwa mimi lengo langu kubwa nilikuwa nataka Kanuni atupe muda nitafute pesa ili kusudi tuweze kumlipa vitu vyake. Lakini uwezi amini, nimefanya hicho kitu, mimi nilijua nafanya kwa wema, lakini nimeonekana tena nimekosea. Sasa hapo kosa lako liko wapi? Au wewe hapo umekosea kitu gani? Wewe si ulikuwa unataka tu kurekebisha ili usawazishe kila kitu kiwe sawa? Ndio hivyo Janeti. Jana nilienda kuonana na mdogo wangu Farida. Ila nilivyofika pale Farida alikuwa amekasirika sana. Na anavodai Kanuni kamtumia meseji za vitisho na akinilaumu kwamba nimekosea kwenda kumpa hizo taarifa Kanuni. Kwa sababu yeye alichokuwa anataka tusimlipe Kanuni. Hataki Kanuni arudishiwe vile vitu na anadai ni vya kwake. Lakini unajua Janeti, mimi ni mtu fulani ambaye anapenda sana amani. Kiukweli sipendi ugomvi kwenye maisha yangu, sipendi vita kabisa. Na ndio maana anafanya kila kitu ili kusudi tu niweze kumpatia Kanuni vitu vyake. Lakini kwa mdogo wangu hicho ni kitu ambacho hakitaki kabisa hata kukisikia. Sasa Leticia, mimi mbona kama sioni kama kuna haja ya kumlipa? Kwa sababu kama mdogo wako mwenyewe hataki kumlipa, mdaiwa mwenyewe hataki kulipa. Sasa wewe kwa nini unajishughulisha? Au kwa nini unajipa stress ambazo yani hata hazipo? Wewe unatakiwa focus na kazi. Hapana Janeti. Hiyo inakuwa sio sawa. Alafu kitu kingine unajua, kuna kitu kinaendelea kwenye akili ya mdogo wangu. Na kwa sasa Farida nikimwangalia, naona kabisa yupo tayari kuchukua talaka ili achane na mume wake. We, yupo tayari kuchukua talaka? Kivipi? Wakati kila tulikuwa tukimwambia kuhusu talaka na kasirika. Hapo, na ndio maana na mimi nakwambia hivyo. Kwa sababu jana hiyo nilimuingizia habari ya kwamba aende kwa mume wake akasaini talaka na waachane. Mara nyingi nilikuwa nikimwambia hiyo taarifa tulikuwa tunagombana. Lakini jana hamna alichokiongea zaidi, aliniangalia tu, baada hapo akaondoka. Na hiyo inaonyesha kabisa kuwa ana mahusiano na yule kijana. Na kama hawana mahusiano, basi ameshaanza kumpenda yule kaka. Na yupo tayari kabisa kuchukua talaka. Kwa sababu kama ningemwambia vile ingekuwa kipindi cha nyuma, angenifokea na angekasirika sana. Lakini alikaa kimya na akaondoka zake. Hii kweli hatari. Halafu, mimi nikwambia tu kitu kimoja. Kwa nini usiachane tu sasa na hayo mambo ya kumlipa? Kwa sababu kama mdogo wako mwenyewe, mdaiwa mwenyewe hataki kumlipa. Wewe vya nini sasa unahangaika naye? Mimi naona tu ungeachana naye. Janeti, hapana. Kanuni anatakiwa kulipa vitu vyake. Ili kusudi hata kama mdogo wangu ataachana, wasiwe wanadaiana kwa chochote na wala wasiachane kwa ugomvi. Kwa sababu vile vitu walipewa kwa pamoja. Na walipewa kwa sababu ya ndoa yao. Na kama ndoa yao imevunjika, Farida hana haki ya kuondoka na vile vitu. Kilichopo tu hapa, acha mimi nipambane niangalie jinsi gani naweza nikavilipa vile vitu vya Kanuni. Ili haya mambo yaishe, kila mtu tuaishi na amani.
Na hata hivyo Janeti, umenisindikiza sana. Umetoka nyumbani kwako kule mbali. Na hata hivyo nimeshafika nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba urudi nyumbani upumzike na mimi wacha nifike nyumbani. Regisi ya bwana. Haya bwana, sawa. Mimi sina hata shida kwa sababu nimeshakusindikiza na nimekufikisha hapa nyumbani kwenu sio mbali. Wewe nakuomba tu ufike hapo nyumbani kwenu, lakini sasa mimi nilikuwa nakukaribisha tena nyumbani kwangu. Ukipata time tu naomba uje tukae nyumbani, tupige story, tushinde hivyo yani. Karibu sana. Basi sawa. Asante, mimi nitakuja siku nyingine. Pia na wewe angalia siku basi weekend yoyote uje msalimie mama nyumbani. Haya bwana, hata hakuna shida, usijali kuhusu hilo. Haya, basi sawa, bye. Wako wapi? Wewe Faida! Faida! Wewe wako wapi? Wako wapi akina nani hao? Yaani haiwezekani hao wajinga wametoka hapa wanatembea wanaenjoy wanafurahia. Wanafurahia kutembea na kula hela za msukuma. Yaani wanadambua, wanapita wanatembea wakiwa wamebeba chips huko mara huko tukabeba kitu gani? Inawezekanaje mtu anatembea akiwa amefurahia afu amependeza? Na unapendezaje na hela za msukuma wewe? Hivi wewe ngosha. Kwa hiyo ni vibaya tukupendeza. Hivi dogo unauliza maswali kama wewe? Unauliza mimi maswali hayo mimi? Nazungumzaje? Na wataka wote, nataka vitu vyangu wanipatie. Na kama wako ndani hao mbwa, fungulia hizo mbwa zitoke nje hapa bwana. Hivyo vitu unavyovizungumzia ni vitu gani hivyo unavyovizungumzia wewe? Wewe. Wanifahamu mimi chizi? Mimi mjinga, sijitambui. Najua ninachokizungumza. Ukitaka nimwage damu, nitamwaga damu. Nasemaje? Farida na Tolu na wataka wakiwa hai, wakiwa wanapumua vizuri, nizungumze nao, nataka vitu vyangu vyote walioviuza. Kwa sababu wameamua kuuza vitu vya msukuma ambavyo upaswi kula pesa ya kula. Na pia vitu vya msukuma huwa haviliwi. Na kama wamekula, maana yake wamekula vya kwao. Nitakula damu yao na kata mbele na nyuma na huu msumeno. Unajua bro, inakuelekea unarukwa na akili wewe. Nimeshakwambia Farida na Kichinjile hapa nyumbani hawapo, wametoka muda sio mrefu. Kwa nini unakuwa mgumu kuelewa wewe? Au wewe ulisomea shule gani ambayo unakuwa mgumu kuelewa? Lugha ya taifa ni Kiswahili. Alafu unakuwa mgumu kuelewa. Una shida gani? Sasa nisikize wewe mjinga. Nisikize dogo. Waambie wakirudi hapa kwamba Ngosha alikuja na hakuja kiwema, alikuja kwa shari. Anataka vitu vyake vyote. Nisikilize mume wangu. Tena naomba unisikilize kwa makini kabisa. Hawa itakuwa wametuona wakajificha. Sawa? Kwa sababu haiwezekaniki tunakuja nyumbani hawapo. Wakati muda ule nakwambia mume wangu kwamba nimeona amesimama sehemu fulani, halafu sasa hivi tunafika pale hawapo. Na nikakwambia atakuwa amekimbilia nyumbani. Tumekuja nyumbani hawapo. Sasa sikiliza nikwambie. Tumbebe huyu mtu wao. Huyu mtoto tukimbeba tukimfikisha nyumbani kwetu, lazima kama watakuwa wamejificha waje, na watakapokuja basi tutafanya sisi tunachokijua sisi. Sijui unanielewa? We dada wewe. Dada kuwa na heshima. Dada chunga huo mdomo wako. Nataka muondoke muende na nani hapa? Nataka kutoka na nani? Sasa nisikilizeni. Mmoja wenu apige hatua moja, hata moja, au fanya kama unajikuna nikuoneshe. Basi sawa mume wangu. Tusimchukue tusiondoke naye. Wewe na hasira sana. Nitaka kumalizia hasira zangu wewe. Cha kufanya, waambie hao wapumbavu. Ngosha alikuja na anataka vitu vyake vyote. Hataki kingine chochote zaidi ya vitu vyake. Wasipofanya hivyo, nitarudi hapa nitakuja kuwamaliza. Na wakirudi waje nyumbani kwangu waite vitu vyangu. Shenzi kabisa mke wangu. Naomba tuondoke. Kumbe watu ni washenzi Yaani wakuja anapigia mikwala hapa. Mngebaki kimuone ni wapasulie tofali za kichwa. Washenzi nyie. Hello, mambo vipi? Hivi unajua kuwa ukiwa na line Halotel unaweza ukajipatia GB 5 kwa shilingi 7,000 tu. Na hizo GB 5 zitadumu ndani ya mwezi mzima. Ndiyo, na GB 7 kwa shilingi 9,000 tu ambazo zinadumu ndani ya mwezi mzima. Najua unashangaa, huo ni unyama Chris Bando. Chris Bando, sifa yake ya kwanza ni muaminifu. Anajua kuhendo. Ukituma pesa, unaungwa. Ila, Chris Bando ana namba 4. Na sisi tutakutajia namba 2. Na zingine 2 tutakuandikia hapo chini. Ambazo ni 06 15 70
0766504303 na nyingine ni 0766586527. Ndiyo, na hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando. Lakini sasa kama utataka kutuma pesa kwa ajili ya kuungwa kwa vifurushi vya Chris Bando, utatakiwa kutumia lipa namba tulizokuwekea hapo chini. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga, na baada ya kufanya muamala huo hakikisha una screenshot muamala wako kisha unamtumia Chris Bando, na baada ya kumtumia hapo utakuwa umeungwa. Chris Bando Bei Kitonga!